Majina naitwa Messi Oroji Mushi, ni mkazi wa kutoka kata ya Namikupa, kijiji cha Namikupa. Mimi ni muumini wa dini ya KKT, lakini pia ni katibu wa vijana katika dini ya KKT hapa Namikupa. Nashukuru sana kwanza kwa kutuletea hii mjadala kwenye kata yetu. Mimi kama kiongozi wa dini kwenye hii mada ya kuhamasisha amani kwenye jamii yetu, nimeipokea vizuri na tumeipokea vizuri. Lakini pia sisi kama viongozi wa dini tuna nafasi kubwa. Tumejifunza kwamba tuna nafasi kubwa katika kuhamasisha amani kwenye jamii yetu. Lakini kupitia hii amani, kwenye kuhamasisha amani, tutahamasisha amani kupitia neno la Mungu, kupitia semina, kupitia washa jamii mbalimbali ambazo pia zinawalenga moja kwa moja vijana. Kupitia zile sasa na kupitia neno la Mungu na maandiko yatamsaidia kijana kujua namna ya kudumisha amani yake. Ila pia tunawapa vijana elimu pamoja na wazazi, kwa sababu pia mbali na vijana, wale vijana wanalelewa na wazazi wao. Kwa lazima wale wazazi waweze pia kutokea nyumbani pia waweze kuwalea watoto wao vizuri. Na vijana pia tunafikia kwenye makundi mbalimbali, tunaenda hadi kwenye makundi yale walevi wa wapi, tunawaelimisha namna ya kudumisha amani na pia hasara zake. Kukiwa hamna amani, hasara zake ni nini? Kwa hiyo kwa staili hiyo tunajitahidi sana kwenye kudumisha amani yetu. Kwa jina naitwa Al-Ustaz Mkokola Said bin Dadi, ni shekhe imamu wa msikiti wa Madina. Viongozi wa dini wana nafasi kubwa kuhubiri amani kwa sababu wapo ndani ya jamii ambayo wanadamu wanaishi, lakini wao ndio chachu kubwa ya mkusanyiko wa binadamu wote waumini aina mbalimbali katika majumba yao ya ibada. Kikubwa ni viongozi wa dini kujielekeza katika kuwahusia vijana, kama vile ambavyo Muumba wetu alivyosema, lipatikane kundi miongoni mwetu ambalo linahusia watu kufanya mazuri na kuwakataza kuyafanya yale ambayo yako mabaya, ili kupatikane yale kuwa sawa sawa leo duniani na kesho akhera. Wito wangu kwa vijana, kwanza wawe na hofu ya Mungu. Baada ya kuwa na hofu ya Mungu, lakini pia watii mamlaka ambayo ipo kisheria, kama Muumba wetu alivyosema, atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Mtuini Muumba wenu na tuini mitume yenu ambao wameletwa kwa ajili yenu, lakini watuini wale ambao walikuwa na mamlaka juu yenu, kwa maana viongozi wa kiserikali au taasisi zote ambazo zinawaongoza ambazo zipo ndani ya jamii yenu. Majina anaitwa Mchungaji Isaac Mwigune Selemani wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Namikupa. Viongozi wa dini kama viongozi tuna nafasi kubwa katika jamii katika kuelimisha vijana ili kulinda na kutunza amani ya nchi yetu. Viongozi tuna uwezo wa kukusanya vijana, na kwa kuwa vijana wenyewe wana imani kubwa na viongozi wa dini katika kuwasilisha shida zao au matatizo yao, kwa kuwa viongozi wa dini wana nafasi pia ya kutunza siri za vijana na hatimaye kuwaelimisha, kuwafundisha ili waweze kujua kwamba katika nchi ili uwepo usalama, kuishi kwa amani, kufanya kazi, kuwajibika katika majukumu mbalimbali, lazima amani iwepo. Hivyo viongozi wa dini tuna nafasi kubwa katika kuwashauri, na tunawashauri vijana katika nyanja mbalimbali, nyanja za kisiasa, kijamii, kiuchumi. Tunaweza tukatoa elimu hiyo na vijana wakakubali. Lakini pia viongozi wa dini tunaweza kuyaingia makundi mbalimbali, makundi ya wavuta bangi, walevi, wanajihusisha na mambo ya pornography. Kwa wote hawa tunaweza tukawashauri na wakaweza kutusikia. Lakini pia Biblia inatufundisha katika kitabu kile cha Mithali 22:6, anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo jinsi ambavyo viongozi wa dini tutakapowatunza watoto wetu, tutakapowafundisha, iwe misikitini, iwe makanisani, kwa ile tabia njema watakapoenda kuirithi na kwenda kuishi katika jamii, tunaamini jamii yetu itakuwa ni jamii ya amani na upendo. Majina naitwa Ahmed Mwembe, ni mratibu wa wasaidizi wa sheria na haki za binadamu Tandahimba. Ni asasi ambayo inapatikana pale Tandahimba. Kwa sasa tuko Namikupa na tuko hapa tumekutana na wazee ambao ni viongozi wa dini pamoja na wa dini zote mbili, wa Kristo na Waislamu, dini mahususi ambazo zinapatikana kwenye kata ya Namikupa. Na
tupo kujadiliana nao masuala ambayo yanasababisha vijana wanaingia katika mazingira ya kuvunja amani. Na hili lipo kwenye mradi ambao tuko nao, mradi wa kujenga amani yetu ambao unafadhiliwa na We World wakiwa partnership na Tabufo. Wito wangu kwa viongozi wa dini ni watu ambao wanaaminika na jamii zetu kwa sababu wameshika maneno ya Mwenyezi Mungu. By the way, ni watu ambao wanaweza wakasema kitu wakasikika na vijana wote na makundi yote ambayo yanapatikana kwenye jamii. Kwa hiyo wito wangu kwa viongozi wa dini, wajitahidi kutengeneza midaharo, wajitahidi kuhamasisha amani katika mazingira yao husika, kwa sababu wao wanaaminika, manake wakisema chochote basi watu ni rahisi kukubali. Lakini pia wasiache kuwaelimisha vijana kwa sababu ya mazingira yao, maana viongozi wengine wanakata tamaa kwamba tunafanya sana haya mambo lakini vijana waelewi. Ukifanya hivyo ni kuiteketeza jamii husika. Wewe kama kiongozi usikate tamaa kuendelea kuelimisha jamii katika muktadha huo wa ujenzi wa amani.